Tunashukuru sana na ninaweza kuyashuhudia mbele ya Mungu na mbele ya ninyi nyote. Tunashukuru sana kwa ajili ya uponyaji wa kimaajabu ya ndugu yetu mpendwa Gabriel. Ni maajabu ndiyo yaliyofanyika, maajabu ya nguvu sana. Kansa ya mafafa, upasuaji ulikuwa uwezekani na kifo ilikuwa imekaribia, lakini Mungu alifanya maajabu. Akose sio hapo hapo, lakini katika hali yote alifanya maajabu na uponyaji umekwisha kuwa kamilifu. Ndugu Gabriel, simama. Tunakujua kwa namna iliyo tofauti kulingana na leo. Acha Mungu akubariki. Maajabu iliyo hai ya Mungu pamoja nasi na kushuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana na leo na ni yule yule milele na milele. Naamini ya kwamba ndugu Dutler anaweza kuniambia hapa sasa hivi kwamba tuliweza kuombea mtoto aliyekuwa na ugonjwa wa asma ya nguvu, naye amekwisha kupona hapo hapo kupitia maajabu. Kama tunaweza kutegemea Mungu tena ndani ya imani na kuweza kuamini neno lake na kuweza kusema, Bwana, ni sisi uliyatupatia na kupitia kumizwa kwako nasi tumepona. Mnajua inayohusu uponyaji, hiyo inaweza kuwa ni uponyaji wa kimaajabu, lakini pia inaweza kuwa ni uponyaji unaokamata muda mrefu. Nichagua andiko ili ituonyeshe kwamba pia Bwana Yesu naye aliweza kunyoshea mikono kwa mgonjwa mara mbili. Kwa mara ya kwanza uponyaji ilikuwa bado kuwa kamilifu, nani wakati alipomnyoshea mikono mara ya pili ndipo uponyaji ukaonekana. Inaweza kuwezekana kwamba mtu fulani wakati anapokuwa amekwisha kuombewa kwa mara ya kwanza na uponyaji haujaweza kuwa kamilifu, mtu yule anaweza kuonyesha mashaka na wanasema, mbona haikufanyika? Lakini mrudi, hayo yatafanyika. Kama haifanyiki kwa mara ya kwanza, yatafanyika kwa mara ya pili. Ya lazima ni kwamba tuweze kuja kwa Bwana. Ndani ya Marko sura 8 mstari wa 22 mpaka 26. Marko sura 8 22 mpaka 26. Wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamwomba amuguse. Mstari 23. Akashika mkono wa kipofu, akampeleka nje ya mji, akamtemea mate kwa macho, akaweka mikono juu yake, akamuuliza, unaona kitu? Mstari 24. Akatazama juu, akasema, ninaona watu kama miti wakitembea. Mstari 25. Basi akatia mikono tena juu ya macho yake, naye akatazama tena, akapata kuwa mzima, akaona vitu vyote waziwazi. Amina. Hiyo nayo imeandikwa ndani ya Biblia, na nashukuru Mungu kwa ajili ya kila shahidi iliyo katika maandiko matakatifu, kwa ajili ya kila maelezo tunayopata ndani. Inasemeka hapa, ninasoma tena mstari wa 25 ingine mara moja, mstari wa 25. Basi akatia mikono tena juu ya macho yake, naye akatazama tena, akapata kuwa mzima, akaona vitu vyote waziwazi. Mstari wa 26. Akamtuma kwa nyumba yake akisema, usiingie hata mjini. Haijalishi maelezo ilikuwa namna gani, ya kwamba wende au usiende, jionyeshe kwa wakohani au usijionyeshe, yale yaliyofanyika baadaye inabaki kuwa wazi. Lakini kitu moja kilikuwa cha haki, ni kwamba Bwana aliokoa, akasamehe na akaponya, na angali tena yule yule leo anaokoa, anasamehe, anaponya. Amina. Sisi sote
Tunajua sisi sote hii agizo ya kutumwa iliyo ndani ya Marko sura 16 mstari wa 19. Nasoma Marko 16 mstari wa 19 na 20. Basi nyuma ya kusema nao, Bwana Yesu akachukuliwa juu mbinguni, akaketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa 20. Nao wale walitoka wakahubiri habari pahali popote, Bwana akitumika pamoja nao na kuthibitisha neno kwa alama zilizofuata. Leo tunahubiri hiyo habari njema moja ambayo wanafunzi waliohubiri katika wakati ule. Akose walikuwa wameshangaa sana kwa sababu walikuwa washuhuda wa mateso na kifo na ufufuko wake. Akose pia kwa sababu wao kama vile washuhuda wa kuona na kusikia, ushuhuda wao ulikuwa na kilo kuliko ile ambayo hatuna leo. Lakini tunaamini ushuhuda wao. Tunaamini kwamba Bwana aliteseka, alikufa na akafufuka toka wafu siku ya tatu. Hata kama akose hatukuweza kuishi hiyo muda kidogo ya kusumbuliwa ya hapo kama vile ilivyokuwa wakati walipomwona akifufuka, lakini tunaweza kusema kwamba tuliweza kumwishi kama vile aliyefufuka, kama vile yule aliye hai, na alituzungumzia, tukasikia neno lake, tulikuja kwake, akatuhurumia na akatukubali. Hata jina lake lisifiwe. Amina. Sana sana ikilingana na mambo haya, kwa sababu tumekwisha kumaliza siku ya tano takatifu na Pasaka, siku mbili zilizokuwa na umuhimu ya kipekee katika habari ya wokovu. Mniruhusu niweze kusoma ndani ya Waebrania sura 2. Waebrania sura 2 mstari wa 14 mpaka 18. Na tuweze kuacha neno hili liweze kutuzungumzia na liweze kutupatia ujasiri. Waebrania sura 2 kuanza kwa mstari wa 14. Basi kwa sababu watoto wameshiriki damu na mwili, yeye mwenyewe vivyo hivyo alishiriki kama wao, hata kwa njia ya kufa apate kuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kufa, ndiye Shetani. Mstari wa 15. Na kuwafungua wale wote waliokuwa maisha yao yote katika hali ya utumwa kwa woga wa mauti. Mstari wa 16. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, lakini anatwaa asili ya mazao ya Abrahamu. Mstari wa 17. Kwa hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika maneno yote, apate kuwa kuhani mkubwa mwenye rehema na mwaminifu katika mambo ya Mungu, kusudi afanye upatanisho kwa dhambi za watu. Mstari 18. Na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa wakati alipojaribiwa, anaweza kusaidia wale wanaojaribiwa. Ni ajabu sana kuweza kujua kwamba Bwana wa utukufu naye aliweza kushivua yote kwa ujao, akaacha uungu wake, akajiingiza yeye mwenyewe ndani ya mwili wa nyama. Mungu hawezi kujaribiwa, na Mungu hajaribiwake na hajaribu mutu. Mungu hajaribu na hajaribie mutu, kama vile tunayosoma mahali fulani ndani ya Yakobo sura 1 mstari 13. Yesu alijaribiwa, na inasemeka kwamba alijaribiwa kama vile sisi katika mambo yote. Si ya kushangaza, hapana, lakini alijaribiwa ili aweze kuelewa majaribu zote ambazo tunaweza kujaribiwa ndani. Kama sivyo, angeliweza kutuhukumu kutoka juu.
lakini hawezi kufanya hivyo. Aligeuka kuwa kuhani mkubwa mwaminifu mbele ya Mungu. Ninasoma mstari wa 17 tena ingine mara moja. Kwa hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika maneno yote, apate kuwa kuhani mkubwa mwenye rehema na mwaminifu katika maneno yote, au katika mambo yote. Hasa hakuwa hivyo mbele, ili ageuke kuwa mwenye rehema na mwaminifu katika mambo yote, mambo ya Mungu, kusudi afanye upatanisho kwa dhambi za watu. Mstari 18, na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa wakati alipojaribiwa, anaweza kusaidia wale wanaojaribiwa. Ni neno gani la ajabu! Ni hapo ndipo imani yetu inaweza kupumzikia. Hakuna jaribu ambayo kila mwanadamu anaweza kushikuta ndani kama yeye mwenyewe hakuweza kuingia ndani, jaribu ambayo hakupita ndani yeye mwenyewe. Na kama mtu fulani, hata kama hawezi kukujibu, hata kama hakuna anaye kujibu, hata wanaweza kutikisa kichwa, hata kama watu wote kuacha na unaanguka na wasema juu yako, hii haitawezekana, au kwamba hii haieleweki, lakini wewe geukia yule ambaye anayeweza kukuelewa. Geukia yule ambaye aliyegeuka kuwa wa rehema na anayekuwa mwaminifu, mkohani mkubwa mwaminifu, mpaka kanisa la Mungu hai, bibi harusi wa mwana kondoo, aweze kufika ukamilifu wake. Ndipo sasa atatoka kwenye kiti cha neema, kiti ambayo iliyo ndani damu ya upatanisho inayotutetea. Na hapo sasa kiti cha neema kitaweza kugeuka kuwa kiti cha hukumu, kama vile tunavyosoma ndani ya Ufunuo kwenye sura 8. Ufunuo sura 8 inatuambia kwamba nyuma ya maombi ya watakatifu na wale 1144 ndani ya ziki itakapokuwa imejibiwa, kiti cha neema kitageuka kuwa kiti cha hukumu. Ufunuo sura 8 ikilingana na ufunuo wa muhuri wa 7. Ufunuo 8 mstari wa kwanza. Hata alipofungua muhuri wa 7, kulikuwa kimya mbinguni kama muda wa nusu ya saa. Mstari wa pili, nikaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu, nao walipewa baragumu 7. Mstari wa tatu, na malaika mwingine alikuja akasimama mbele ya Mungu, mbele ya madhabahu mwenye chungu cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha ufalme. Mstari 4, na moshi ya ule uvumba ukapanda mbele ya Mungu pamoja na maombi ya watakatifu toka mkono wa malaika. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya muhuri wa 7. Sehemu ya pili iko kwenye mstari wa 5, kwamba malaika akatoa kile chungu, akakijaza moto wa madhabahu, akatupa moto juu ya nchi, na kulikuwa sauti na ngurumo na umeme na tetemeko ya dunia. Mstari wa 6, na wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari kuzipiga. Nisoma andiko hii ili iweze kutuonyesha tu kwamba ni wakati maombi ya watakatifu wote, wale wote waliotayarishiwa wokovu ndani ya ufuko wa kwanza, wakati wanapokuwa wamefika mbele ya kiti cha neema, ni hapo sasa ndipo kiti cha neema kitageuka kuwa kiti cha hukumu. Mbele ya hiyo maombi ya watakatifu yaliwekwa ndani ya hiyo chungu, na kisha baadaye makala inayowaka moto iliyokuwa kwenye madhabahu ikatupwa juu ya dunia, na hapo kukakuja umeme na ngurumo na tetemeko ya dunia na mwisho wa wakati. Na sio tu mwisho wa wakati, lakini sehemu ya mwisho
mbele ya kuwekwa ufalme wa miaka 1000 ndipo itakapoanza. Ni kusema hukumu ya Mungu itakuja juu ya wanadamu ambao hawakuamini, ambao walioisahau, waliomdharau na ambao hawakuwa tayari kwa ajili ya kumwamini. Kwa sababu tunangoja leo ili Mungu aweze kutenda tena katikati yetu. Ningetaka niweze kusoma ingine mara moja Waebrania sura 13. Tusoma hapa sasa hivi kwamba tunatangaza hiyo habari njema moja. Tulisema pia hiyo na neno la utukufu ambalo ndugu Branham alikuwa akiweka kwa nafasi ya kwanza, inasema sana sana, alikuwa akisema sana sana mbele ya maombi ya wagonjwa, kuombea wagonjwa. Waebrania 13 mstari 8, Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Ndiyo, tunaponyanyua macho yetu kwa Mungu, tunaweza kutumainia uwepo wake. Tunaweza kutumainia kwamba anaokoa, anaponya, anashuhudia neno lake, anatuchukua kwa mkono wake kama vile alivyofanya kwa yule kipofu katika wakati ule, naye anatuongoza mpaka anapotunyoshea mikono na anafungua macho yetu, na kama haitembei kwa mara ya kwanza, anatukamata kwa mara ya pili, anatunyoshea tena mikono mpaka tuweze kuona kwa namna iliyo wazi. Wapendwa wangu, wakati aliponyoshea kipofu mikono kwa mara ya kwanza, kipofu aliona, lakini akaona waziwazi. Alikuwa akiona kama vile mambo ambayo hayaonekani vizuri, akaona watu kama vile miti, na hiyo haikutosha. Tunapaswa kuona wazi kwa namna iliyo kamilifu. Mnaelewa inamaanisha nini? Na kisha tunaweza kuja kwa mara ya pili mpaka kwa Bwana, tujiache kwake na tuweze kumwacha aweze kutunyoshea mikono. Na hapo pia niliwazia kwa kiwango gani ingeweza kuwa ajabu kama Bwana anaweza kuonekana waziwazi ndani ya kila makusanyiko, kama tunaweza kufanya mstari wa maombi, na kama tunaweza kuja kwake, na kama anaweza kutunyoshea mikono. Kila mmoja wetu angeliweza kuja akiwa na imani ya ujao, tukimtumainia, akitarajia uponyaji na sio kitu kingine, na uponyaji tu na sio uponyaji tu, lakini wokovu na msamaha. Na yule anayekuja kwake anapokea yale anayohitaji, yale ambayo tunayoomba na mengineyo. Sasa sisi ni nani? Sisi ni wenye dhambi tu. Sisi wenyewe tuliitwa kutoka katika huzuni yetu, akatuweka ili tuweze kutangaza neno takatifu. Na wakati napoulizwa kwamba tuweze kunyosha mikono yetu mitakatifu mbele ya Mungu bila kasirani na bila mashaka, na kama ikiwezekana tuweze kunyoshana mikono ili baraka ya Mungu iweze kushuka. Kunyoshana mikono iliweza kuwa ndiyo alama ya baraka. Yakobo alinyosha mikono kila wakati baraka ingepashwa kutolewa, mikono ilikuwa ikinyoshewa juu ya watu na kuleta baraka ya Mungu, kama vile ilivyokuwa vema kama tunaweza kuwa na hiyo imani moja na kama hatuwezi kutazama watu, lakini tuweze kusema Bwana, sio mtu, lakini ni huduma, na sio mpango wa mtu, lakini ufalme wa Mungu ambao ndani yake tuliweza kuwekwa ndani kwa ajili ya kutumikia Bwana. Mniambie, manabii walikuwa wanani? Wote watu wakubwa waliopakaliwa na Roho Mtakatifu. Neno lilitimilika au lilikuja kwao. Kwa upande mmoja waliitwa kwamba ni miungu, Zaburi 82. Ndani ya Zaburi hiyo moja inaandikwa kwamba lakini mutakufa kama vile watu. Ilikuwa ni nini? Walikuwa wakichukua ndani mwao uzima wa kiungu, lakini wao wenyewe hawakukuwa hiyo uzima. Walikuwa wachukua hiyo uzima wa kiungu. Wapendwa, na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu leo. Ndugu Branham, wa mitume wote, manabii wote, mpaka kwa mtu aliye mnyenyekevu hapa, sisi hatuko hiyo uzima wa kiungu, lakini sisi tuko wanadamu wanyonge, wadhaifu,
wanaongoja msaada wa Mungu kwa neema yake kila wakati, lakini tunachukua ndani mwetu huo uzima wa kiungu, neno la Mungu lililofunuliwa kupitia Roho Mtakatifu. Na kama tunaweza kuamini kwamba haihusu nabii au mtume au mhubiri ambaye naye jaribu kufanya kitu fulani, lakini kama tunaweza kupanga mawazo yetu kwa namna ya kiungu, na kama tunaweza kuelewa kwamba kama vile tulivyoitwa ili tutangaze neno, tuliweza kuitwa kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Sitasahau siku moja hiyo ndani ya maisha yangu. Ilikuwa ni swali ya mwisho ambayo niliyouliza ndugu Branham katika wakati ule. Tulikuwa tayari kuweza kuingia ndani ya gari kwenye parking, na hiyo iliweza kunigusa sana ndani ya moyo wangu, na nikauliza ndugu Branham kama na mimi nilikuwa na haki ya kuweza kuombea wagonjwa, na jibu yake ilikuwa ni nyepesi na wazi. Akasema, ndugu Frank, kwamba wale wote ambao walioitwa na Mungu kwa ajili ya kutangaza habari njema waliitwa kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Hiyo ni sehemu ya mambo hayo. Tunashakia akose si sote, wewe, mimi na si sote tunaotumika katika neno. Mimi siye peke yangu, kuna wengine wa ndugu ambao wanaotumika katika neno. Tunakuwa na mashaka, lakini hiyo nayo ni sehemu ya mambo. Tuende katika ulimwengu mzima, tuhubiri habari njema kwa viumbe vyote, mufundishe mataifa yote na muwabatize na mengineyo. Inasemeka tena kwamba watanyoshea mikono wagonjwa na wao watapona. Nani atakayenyosha mikono wagonjwa? Ni wale wanaotangaza Injili, kwa maana ndani ya Injili muna imani ya wokovu na uponyaji. Yesu ni Mwokozi kwa mara moja na mponyaji. Yeye ndiye anayetuweka huru. Alichukua juu yetu nafsi, alishughulikia nafsi, mwili na roho hapo Golgotha. Utu wa mtu uliweza kuokolewa kwa wote kwa ujao, ukakombolewa. Niweza kusoma andiko lio ya muhimu sana ndani ya Mathayo sura 11. Mathayo sura 11. Hapa Bwana anaita kwake, na leo tena anaita. Leo anaita tena. Sasa mumsikilize, kutoka kinywa chake iko kama vile neno linalotamkwa kwa ajili ya ombi. Mathayo 11 mstari wa 28 mpaka 13. Mathayo 11:28. Kujeni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na wenye mzigo mzito, nami nitawapumzisha ninyi. Mstari wa 29. Tieni nira yangu juu yenu na mufundishwe nami, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na mutapata raha kwa nafsi zenu. Mstari wa 13. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Siku moja Krefedi niliuliza nani ambaye alikuwa akijua nira ni nini, au nira inafanaka namna gani. Tunasoma kuhusu Elisa kwamba alikuwa akilima akiwa na ngombe 12. Ngombe 12. Wafalme wa kwanza 19:19. Nira inakuwa na sehemu mbili. Nira inakuwa na hiyo miti ya kukamata. Yote inakuwa mbili. Siku moja inakuwa ni ngombe mbili, kila ngombe mbili inakuwa inatumisha hiyo nira moja. Na kama tunapaswa kushoweka chini ya hiyo nira moja kama vile Bwana, na hapo tunaweza kutembea kwa upande wake, kwenye hatua moja, katika uhusiano moja pamoja naye, katika mwongozo moja. Mnasikia yale ninataka kusema nini? Haihusu tena kuweza kufuata njia yako mwenyewe bila yeye, lakini kuweza kujiweka chini ya nira yake pamoja naye. Na ndio kuna kwaka hizo manira ambazo hazilingani, ambazo sio kuwa katika kimo moja. Nishaka kuiona katika ujana wangu. Tuliweza kuwa na mafarasi na watu wadogo walikuwa na hizo mangombe za kulima, lakini siwezi kuweza kueleza ilikuwa ikifanyika namna gani. Siwezi kuingia katika maelezo haya yote,
lakini Mungu anataka aweze kutuweka chini ya nira moja pamoja naye. Anataka tuweze kukubaliana na yeye, tuweze kupiga hatua moja pamoja naye, katika hatua moja pamoja naye, na hapo sasa tutaweza kuona kwamba mzigo wake ni mwepesi. Na hapo mbele ya hiyo mzigo huo unakwaka kilo, kwa sababu yeye anakubeba, yeye anatubeba na mzigo wetu. Wakati tunapotembea pamoja naye katika hatua moja, tunapata salama kwa ajili ya nafsi yetu. Ni wakati gani tunakuwa na mashaka? Ni wakati gani tunakuwa na mashaka? Wakati hatuwezi kuwa na uhakika, wakati ile tunakuwa na mashaka. Wakati mashaka inapoingia, tunakuwa hata pia na mashida za moyo. Lakini kama tunakuwa katika uhusiano pamoja na Bwana, kama tunatembea pamoja naye katika nira moja, kama vile anasema mkamate nira yangu juu yenu. Siku zote kunakuwa na nafasi kwa ajili ya wale wote wanaotaka kutembea na kufuata njia pamoja naye. Kunakuwa nafasi, na sio kwa ajili ya watu makumi na makumi, lakini siku zote kwa nafasi moja kwa ajili yako na kwa ajili ya Bwana. Na Bwana iko pale, na iko katikati yako na Bwana, hakuna kitu kinachokuwa pale. Kila mtu anapaswa kufuata Bwana yeye mwenyewe. Kila mtu anapaswa kutembea yeye mwenyewe pamoja na Bwana. Hawezi kukamata mtu fulani kwa mkono kusema, "Oh, tutaweza kwenda sasa pamoja na wewe mpaka kwa Bwana." Hapana. Sisi wewe na mimi, wewe na Bwana, wewe na Bwana na mimi na Bwana. Hakuna mtu anaweza kualikwa kuweza kufuata njia pamoja naye na kuweza kukamata njia yake juu yake na kisha uweze kumfuata ili baadaye uweze kupata nafsi, pumziko kwa ajili ya nafsi. Na anasema kwamba mzigo wangu ni laini, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mathayo 11:13. Na tangu wakati huo tunakuwa na uhusiano pamoja na Bwana. Na hapo mashaka yote, kutokuamini kote, yote inakuwa imekwenda mbali, inanyang'anywa juu yetu. Na hapo sasa tunaletwa mbele ya Mungu katika uhakika na tunaweza kumfuata. Na hapo sasa mzigo itakuwa laini na mzigo utakuwa mwepesi. Na nile itakuwa laini. Akose haiwezi kuwa tofauti. Tunapashwa kubaki katika mahubiri, tuweze kutangaza ukovu kwa ajili ya kila nafsi, waweze kupata heri, lakini pia mambo ambayo tunayokungoja katika hii wakati wa mwisho. Ningetaka niweze kusoma andiko mbili au tatu kwa ajili ya maneno haya. Tunayajua sisi sote. Ya kwanza iliyo ndani ya Timotheo wa kwanza sura 4. Timotheo wa kwanza sura 4. Ein sehr aufschlussreiches Wort, ebenfalls auf die letzten Tage hingesprochen. Timotheo wa kwanza sura 4, andiko inayokuwa ya kufundisha sana, inayolinganishwa pia na siku zetu. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza mpaka 3. Basi Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Mstari wa pili, wakisema uongo kwa udanganyifu, wamechomwa moto za mili zao wenyewe. Mstari wa tatu, wakikataza watu kuoana na wakiagiza watu wakatae vyakula Mungu alivyoumba kupokea kwa kushukuru walio na imani na kujua kweli. Ni watu gani wanaokataza imani? Isipokuwa wale wanaokumbuka hiyo siku ya tano takatifu. Ndio, kwa ujumla hii andiko inaambia nani? Inalingana na nani? Inasemeka hapa waziwazi kwamba katika siku za mwisho, kama vile Roho alikuwa ameisema, wengi wataacha imani, watafuata roho za uongo na mafundisho ya mashetani. Hao ni watu ambao hawakujua kweli, watu ambao waliogeuza wakatosha kweli wakaweka uongo. Siwezi kufanya tofauti, ila tu ndani mwangu na sio ndani mwangu mimi, na sio kama vile mwanadamu, lakini hili neno la Mungu takatifu. Na kama vile shaka sema mara nyingi, ndani ya wakati huu au katika siku hizi ni lazima sana, ili wale waliopokea na kutambua kweli waweze kuiweka juu ya kinara cha taa. Wale ambao hawakuweza kuijua
hawawezi kujua namna gani ilivyo, lakini tena hawataweza kuelewa kazi inayolinganishwa na matayarisho na hii utangazaji wa kweli ndani ya makanisa zote, ndani ya makanisa hizo huru. Ndoa haikatazwi. Hasa inakatazwa wapi? Ndani ya hii kusanyiko la kanisa la Waroma, huko ndani ya monasteri, huko ndio tunapata mambo hayo. Na hiyo tunapata nini? Hii andiko tunapata hapa ikitimilika. Wanajipatia akili fulani ya utakatifu na kisha wanaigeuza kuwa udanganyifu ambayo haileti hata faida moja kwa mtu yeyote. Andiko ya pili iliyo katika Timotheo wa pili kwenye sura 3. Timotheo wa pili sura 3. Hapa inasema kwanza kwa mstari wa kwanza: lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kushipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na kushukuru, wasio safi, wasiopenda wenzao, wasiotaka kusamehe, washitaki wa uongo, wasiojizuiza, wakali, wasiopenda mema, wadanganyifu, wakaidi, wenye kujivuna, wenye kupenda anasa kuliko Mungu. Mstari 5: wenye mfano wa kuogopa Mungu, lakini wanakana nguvu zake, ujiepushe nao. Mstari 6: kwa sababu katika hawa ni watu wanaoingia nyumba za watu wakipata wanawake wajinga wenye zambi, wenye mizigo ya zambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Mstari 7: wakijifundisha siku zote, lakini hawawezi kabisa kufikia kujua kweli. Mstari 8: na kama Yane na Yambure walivyoshindana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanashindana na ile kweli. Watu walioharibika kwa akili zao wamekataliwa kwa maneno ya imani. Neno hili nimekwisha kuandika maelezo fulani inayosema kuhusu huduma ndugu Branham katika Kijerumani. Tutaweza pia kuitangaza katika lugha nyingine. Ni wakati mgumu, mwito na mambo fulani ambayo Mungu aliweza kutimiza mambo ya kimaajabu hapa duniani. Na wakati naposoma neno kama hili, kama vile wakati wa Yane na Yambure, wakati walipopingana na Musa, ndipo nakumbuka kuhusu yale yaliyosemeka ikiambiwa ndugu Branham tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1946, karibu saa 5 za usiku, kwamba alama mbili zilipewa kwa Musa, na hivyo hivyo na wewe alama mbili utazipewa, na kama hawaamini alama ya kwanza wataamini alama ya pili. Ni watu gani wa kizazi hiki ambao wanaweza kupangwa, au wale ambao wanaweza kupangwa kama vile Yane na Yambure? Hao ni watu gani? Ni wale wainjilisti wote, wale wahubiri wote, wale wakubwa wote wa Kikristo, wale wote wanaopingana na nabii wa Mungu, wanaopingana na ujumbe wa kiungu, wanaopingana na yale ambayo Mungu anafanya kutoka mbinguni hapo kulingana na neno lake, wanayapinga. Namna gani wanaweza kuwa katika uhusiano pamoja na Mungu kama wanaweka na kukanyaga kwenye miguu yao na waweze kuheshimu yale ambayo Mungu aliyofanya? Ila tu wale wanaoheshimu na wanaoamini na kukubali yale ambayo Mungu anayosema na anayofanya, wale ndio wanapaswa kuwa katika uhusiano pamoja na Mungu, wale ndio wanapaswa kusonga mbele pamoja naye. Na hapa inaandikwa kwamba kama vile Yane na Yambure na mengineyo katika wakati ule akose walikuwa wakifanya maajabu, Yane na Yambure nao pia walikuwa wakifanya maajabu. Wakose wanajua kuzungumza pamoja na watu, walikuwa wanajua jinsi ya kukongola sadaka lakini tena walifanya mambo hayo yote. Lakini msiulize swali hiyo,
Lakini ndugu Branham katika huduma yake, kwa sababu wao kama wanazungumza kuhusu huduma ndugu Branham wataweza kupingana na nguvu zao zote. Katika leo 1916 wakati tulitaka kuwa msimamizi ya huyo mwinjilisti mkubwa wa Marekani ambaye alikuwa amepata naye huduma yake kutoka huduma ndugu Branham na ambaye alikuwa amemkusha kumjua, lakini wakati nilipomwambia kwamba nilikuwa na mahubiri ya ndugu Branham na akakasirika, kaingia katika kasirani nyeusi kama vile hakuna mtu mwingine ashaka kuiona mbele kwenye uso wake, lakini akatosha sauti kubwa akasema, mahubiri ya ndugu Branham yalileta shida katika ulimwengu mzima, na sasa na wewe uko nazo. Mahubiri yake haikuleta mashida kwangu mimi, ilileta wokovu. Mahubiri hayo yalisaidia, lakini inaomba kuweza kukubali usaidiwe na uweze kuwa tayari kuweza kuja kwa Bwana. Wengi watakuja kwa Bwana ili awanyoshe mkono, ili wasiweze kuona kwa namna isiyokuwa wazi, wasiweze kuona mtu wa Mungu fulani kama mti ambao nao utembea kwa upepo, wanaotikiswa kwa upepo, lakini kama vile wale watu wa Mungu walivyo, na kama vile wale watu wa Mungu walivyo, ni kusema wachukua neno la mweza yote hapa duniani. Lakini ni hiyo ndio tuliweza kuambiwa, kama vile Yane na Yambure waliopingana na Musa, hiyo inaweza kuwa hatari wakati maalama na ajabu inaweza kuwa ikifanyika tena na kushakiwa. Na hapo sasa kila mtu anawaza, ndiyo Mungu anashuhudia pia neno lake hapa, neno la Mungu pia linashuhudiwa huko. Lakini ni lazima sana kama maalama na maajabu yanafanyika ili iweze kushuhudia neno la Mungu, au kama inahusu tu ujanja kama vile ile ya Yane na Yambure katika wakati ule. Na nawaambia pia kweli leo, kama leo kwa wale wainjilisti wakubwa ambao wanaopingana na huduma ya kiungu na ujumbe wa kiungu, na maalama na maajabu yanafanyika tena kwao, ni kusema sio kama vile wapinzani wa Mungu ndiyo wako na karama ya kipekee, lakini ni kwa sababu imani ndani ya wale wanaosikia neno inaweza kuonekana kupitia Mungu, kupitia mahubiri, na Mungu anajibu watu wale wanaoamini, watu ambao wanaoamini kulingana na msingi wa neno ambalo waliosikia, na hivyo sasa wanaweza kushuhudia kwa macho yao ndani mwao kwamba neno lake ni kweli. Wahubiri na wanjilisi wanaweza kukamata mambo haya kama vile kushuhudiwa kwa ajili yao wenyewe. Wao wenyewe wanasema kwamba wako upande mzuri, ndio, na kwamba waliweza kuvaa makoti zao vizuri na makaravati zao vizuri, lakini sio hivyo. Mungu anashuhudia kadiri ya neno lake, na wakati kama vile alivyoshuhudia, ili wakati ule watu waweze kuwekwa kwa jaribu, ili waweze kuona kama kweli wako kwa upande wa Mungu. Na wauliza, nani aliyeita Yane na Yambure? Walikuwa hawana hata kazi moja, walikuwa hana hata kutumwa kwa ujumbe, walikuwa hawana hata ujumbe, walikuwa hana hata kutumwa. Kwa mwanzo hawakuwa pale, lakini wakati Mungu alipotuma Musa ambaye mpasha kutimiza huduma, ambaye mpasha kuleta ujumbe, na ni hapo sasa ndipo watu wale ndio wakaonekana. Nani alionekana kwanza? Nyuma ya vita ya pili ya dunia ilikuwa ni wale wainjilisi wakubwa ndio walioshangiliwa leo? Hapana, ilikuwa ni mtu aliyetumwa na Mungu, nabii wa Mungu aliye juu, akiwa na sura ya nabii Eliya. Alikuwa na kazi ya kuweza kurudisha mambo yote mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na juu ya maneno haya pia ni lazima sana, ili watu waweze kuweka mawazo yao chini ya mawazo ya Mungu, na waweze kujiweka kwenye hatua moja pamoja naye, wasipingane naye, lakini waweze kuamini yale aliyosema. Na sasa andiko hii ya utukufu ya Timotheo wa pili sura 4 ambayo tunajua sisi sote, ninataka niusome pia. Ninakuagiza mbele ya Mungu, Timotheo wa pili sura 4 mstari wa kwanza. Ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo, ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Mstari wa pili. Uhubiri neno, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hamakia, kemea,
onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Mstari wa 3, maana wakati utakuja na watu hawatavumilia mafundisho ya kweli, lakini kwa kufuata tamaa za wenyewe watashipatia walimu wengi, kwa kuwa wana masikio ya kuwasha. Mstari wa 4, watageuza masikio yao toka kweli na kugeuka kwa hadithi za uongo. Mstari wa 5, lakini wewe angalia katika maneno yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa habari njema, timiza utumishi wako. Yote ni sehemu ya mambo, mafundisho, kuonya, kuelewesha, utangazaji, yote iliyo lazima, yote ni sehemu ya hiyo mpango wa ujumla wa Mungu pamoja na kanisa lake. Na hapa tuliweza kuwa makini sana kwa andiko kwenye mstari wa 4, lakini watu watageuza masikio yao kutoka kwenye kweli. Na sasa nataka kuwasomea neno ambalo linaloeleza yale ambayo itakayofanyika na kufika kwa wale ambao waliogeukia kutoka kweli, na mtaona waziwazi hiyo mageuzi yalifanyika pia, hata kama yalifanyika katika ulimwengu mzima. Aliweza kuwa na mwanzo wake fulani mahali fulani. Watesalonika wa pili sura 2, andiko ya Biblia inayojulikana vizuri kwa ajili ya wasomaji wa Biblia. Watesalonika wa pili sura 2, kwanza kwa mstari wa kwanza. Basi tunawasihi ninyi ndugu, juu ya kuja kwake Bwana Yesu Kristo na makusanyiko yetu kwake, musifadhaishwe upesi katika mawazo yenu, wala musiangaike kwa roho, wala kwa neno, wala kwa barua. Nikusema kusanyiko kwetu, kwa kusanyiko kwetu, nikusema kusanyiko kwetu, nikusema kuonekana kwake, kusema kunyakuo kwetu. Nataka kuwasomea hiyo pia ndani ya Wathesalonike wa kwanza sura 4, mbele ya kuingia katika Wathesalonike wa pili sura 2. Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni na sauti kubwa, na sauti ya malaika mkubwa, na pamoja na baragumu ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Mstari wa 17, kisha sisi tulio hai tuliobaki tutanyanyuliwa pamoja nao katika mawingu kukutana na Bwana katika hewa, na hivi tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kusema kuungana. Mstari 18, basi mufarijiane kwa maneno haya. Ni wakati gani tutakapoungana pamoja na yeye, kukutana pamoja na yeye? Wakati atakaporudi, wakati waliokufa katika Kristo watakapokuwa wamefufuka, na tutakapokuwa tumegeuzwa, na tutakapokuwa tumenyakuliwa mpaka kwake na kunyakuliwa pamoja naye na kuungana pamoja naye milele. Ninarudi ndani ya Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa kwanza. Wathesalonike wa pili sura 1. Basi tunawasihi ninyi ndugu, juu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na makusanyiko yetu kwake. Mstari wa 2, musifadhaishwe upesi katika mawazo yenu, wala musihangaike kwa roho, wala kwa neno, wala kwa barua, kama inavyotoka kwetu, ya kwamba siku ya Bwana imekwisha kufika. Mnajua, katika wakati ule pia watu wengi waliweza kutangaza, wakahubiri mambo mengi ambayo ilikuwa ikisumbua wengine, na ndiyo maana tangu wakati ule ukosoaji na kueleza tena vizuri ilikuwa ya lazima sana, ili tusiweze kuona na kuanguka katika mambo hayo yote. Lakini hiyo tunashukuru Mungu. Hasa mwazie kama hiyo haingeweza kukosolewa katika wakati ule,
na tungeliweza kuwa na hiyo ukosoaji leo, lakini tuko nayo sasa. Ndio maana tuko na msingi ulio nguvu chini ya miguu yetu ya imani, au chini ya miguu ya imani yetu, na tunaendelea kusoma hapa. Inahusu siku ya Bwana, kama vile siku ya Bwana ishaka kuwa, lakini siku ya Bwana inaweza kuja wakati Bwana Yesu atakapokuwa amechukua walio wake nyumbani na siku ya wokovu itakapokuwa imemalizika. Mnaelewa hiyo yote vizuri, sivyo? Ni lazima sana ili tuweze kusoma tena hiyo ndani ya, tunaomba sana tuweze kuyaona ndani ya vitabu. Kwenye mstari wa 3, Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa 3, mtu asiwadanganye ninyi kwa njia yoyote, maana siku ile haitakuja ila maasi yale yafike mbele, na mtu yule wa kuasi akafunuliwa, mwana wa uharibifu, yeye anayezuiza na kujionyesha mwenyewe juu ya yote inayoitwa Mungu au kuabudiwa, hata kuketi ndani ya hekalu la Mungu akijionyesha mwenyewe kama ndiye Mungu. Hii na sio kitu fulani ambayo kichake nayo jificha ndani ya kitu fulani, lakini ni kitu kinachoonekana na wanaiona waziwazi. Inaomba kwanza hiyo maasi iweze kuonekana, na hiyo maasi, hiyo mtu mchafu, mtu mmoja, mtu mdanganyifu, huyo mtu mchafu, mtu wa mangamizi ni mtu moja, ni moja, na wengine wanaweza kubaki mahali walipokuwa. Lakini sasa ndani ya siku za mwisho ulimwengu mzima unapaswa kushukuliwa na kukabatiwa katika hiyo udanganyifu, na wanapaswa kuamini hiyo uongo, kwa sababu hawakuweza kuamini kweli. Nataka kuwasomea hiyo. Watu waliweza kuwa na uwezo ya kuweza kuamini kweli, lakini kwa sababu hawakuweza kuamini, wanapaswa kuamini uongo. Inazungumza hapa kuhusu ule adui. Na wauliza kitu moja. Inaandikwa ndani ya Biblia kwamba Yesu alisema, wakati Roho Mtakatifu atakapokuja, atanitukuza, atachukua iliyo yangu na kuiwapatia, naye atawafundisha mambo yote. Yohana 16 mstari 13 na 14. Yohana 16 13 na 14. Ni nani anayejionyesha kwamba yeye ni mpinzani wa Mungu? Anatayarisha makaramu za Maria, anaweka Maria kwamba alipanda juu mbinguni. Iko kama vile ni kitendo fulani kilifanyika kutoka mbinguni, na ulimwengu mzima inadanganywa juu ya hiyo, na wanafanya wanayotaka, wanapita pembeni ya Mungu na neno la Mungu, wanatasafisha kwa kushoto na kwa kume. Anaitwa kwamba yeye ni Baba Mtakatifu, lakini ndani ya Mathayo sura 23 mstari wa 9 inasema kwamba hamusiite mtu hapa duniani kama vile baba yenu, lakini kuna Mungu, kuna mmoja aliye baba yenu, ni Baba yenu aliye mbinguni. Na nasema kwamba wakati mnapoomba muombe Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lake litukuzwe. Lakini hapa hapa kuna mtu mmoja, na sio huko Moscow, na sio Washington, na sio Bern au Bonn, hapana, ni huko Vatikani. Inaomba kusema mambo gisi yalivyo. Mnajua mtu mwingine ndani ya ulimwengu mzima anayekuwa na cheo kubwa, aliye na heshima kubwa, na anayekuwa na jina linalokuwa juu ya majina zote, inayoitwa kwamba ni mnaohusu Mungu, mtu ambaye anayejiweka juu ya mambo yote inayokuwa ya kiroho? Sijawahi kuona mtu mwingine ila tu yule ni kusema yule mwana wa mangamizi, yule ambaye aliye na kazi kubwa ya kutimiza katika siku za mwisho, hiyo kazi ya kuweza kubomoa ulimwengu mzima na wale wote ambao hawakuweza kuamini Mungu. Ningetaka kuendelea na kusoma kwanza kwa mstari wa 5. Sikusoma ndani ya gazeti, nilisoma ndani ya neno la Mungu. Sasa tuendelee kwenye mstari wa 5. Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa 5. Hamkumbuke ya kwamba wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia ninyi maneno haya? Mstari wa 6. Na sasa mnajua linalozuiza apate kufunuliwa kwa wakati wake. Katika wakati ule ilikuwa kwamba vile ni mfano, ilikuwa bado kuonekana. Saa ilikuwa bado kuonekana,
ilikuwa kwamba ilikuwa wazi au hapana, ilikuwa ni ya kweli au hapana. Lakini wakati ule mpasha kuonekana na yote mpasha kutimilika kulingana na mpango wa wokovu wa Mungu. Na Paulo aliweza kuandika kwa namna iliyo wazi hapa ya kwamba wakati ilikuwa bado kuwa. Mstari wa 7 Wathesalonike wa pili sura 2. Maana siri ya uasi hata sasa inatenda kazi, lakini yeye anayezuiza sasa atazuiza hata atakapoondolewa. Mstari wa 8. Wakati ule mwenyewe uasi atafunuliwa, ndiye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kucha kwake. Hili neno la Bwana, hili neno la Mungu, na ni mwana wa Mungu ndiye atakayemaliza hiyo uasi ya yule mwana wa mangamizi. Nashukuru sana kwa ajili ya hiyo. Sisi tunaweka mambo kupitia mahubiri, kwa sababu hiyo yote ni sehemu ya hiyo, lakini sio sisi tutakayomaliza mambo hayo. Tunayasema tu ili wote ambao waliotayarishiwa kweli waweze kutambua makosa na hii inayotengenezwa vizuri katika masura tu za kidini, na waweze kushikwa na kweli, waweze kutambua kweli, na waweze kufunguliwa kutoka ndani ya kweli kupitia kweli, kama vile neno la andiko linasema, kama vile Yesu mwenyewe sema kwamba yule anayenifuata hata baki katika giza. Yohana 8:12. Ndiyo, yule anayefuata mwana wa Mungu hawezi kufuata mwana wa mangamizi. Yule ambaye anajiweka au anayewekwa chini ya nira pamoja na mwana wa Mungu ataenda katika mwongozo wa kiungu, atafuata njia ya kunyembamba, na ataweza kujua kwamba Yesu ndiye njia, kweli na uzima, na hakuna mtu anayekuja kwa Baba ila kupitia yeye. Hapo hatuna hitaji ya watakatifu au mtu aliye katikati au papa. Yesu Kristo, kama vile tulivyosoma, yeye ndiye wokovu wetu, yeye ndiye mpatanishi wetu, yeye ndiye mtetezi wetu. Ndiyo. Sasa unahitaji nani mwingine? Hakuna mtu mwingine ila yeye, na ni yeye. Jina la Bwana lisifiwe. Watu wengi waliweza kuingizwa katika makosa. Niliyaona wakati uliopita, ilikuwa huko Polonye, kwa maana kulikuwa wakatolika wengi ndani ya makusanyiko. Njaa ni kubwa sana. Nilisema mambo haya mawili, nikauliza swali. Ndiyo, wanaokolewa ndani ya ulimwengu huu, kwa mfano kama vile wanaosema kwamba kupitia kuzaliwa upya kupitia ubatizo, na kwamba watu wamekwisha kuzaliwa na Mungu, wanaofungwa na Mungu, wamekwisha kuzaliwa upya, wanakupasha kuwa wamekwisha kupanda mbinguni, na wakati kifo kinapokaribia, na hapo wanaopakalia tena mafuta kidogo ili mambo yaweze kufanyika kwa namna iliyo tofauti, na kisha wanasema kwamba waliweza kushuka huko chini. Lakini hiyo haitembei, hiyo haipaswi kuwa hivyo. Wakati Mungu anapotimiza kazi yake ndani ya mwanadamu, hapo sasa kazi hiyo inatimilika kwa ajili ya milele yote. Na ndiyo maana inaomba kushughuliza namna gani inawezekana kuweza kusaidia watu wanaotaka kuweza kuokolewa wakiwa katika makosa kama hayo, ambayo iliyo tu kama vile mambo ya kubadilisha. Lakini namna gani wanaweza kufanya watu wa kufurahi na ndani ya maisha yao yote, wakiwesema kwamba hizo masakramenta 7, sijui namna gani. Lakini kwetu magazeti za kila siku zinatangaza hiyo, watu wakikufa wanaonyeshwa kwa hesabu kubwa, wakisindikizwa na hizo masakramenta ndani ya kanisa la Roma, na kwamba hiki na kile kimeamuriwa, huyu na huyu amekufa, huyu na huyu amekufa. Ndiyo, na hapo sasa jiwe la kufunika na kucha, na hapo wanasema kwamba anapumzika ndani ya Mungu au ndani ya salama, na padri anasema kwamba ameshuka mbinguni, na hiyo jiwe nashuka inaoka juu ya hapo, anasema kwamba wanapumzika ndani ya salama. Lakini watu wanahitaji kupata kweli na kujua kweli. Kama hakuna mtu anaweza kuambia kweli, hiyo ni kusema sasa sisi tumesha kufanya hivyo, ni kusema tutayarishwa tuweze kutangaza kweli, lakini tunaifanya kwa upendo. Hatuhukumu mtu, tunataka tu ili wengi pia waweze kusaidiwa na macho yao yaweze kufunguliwa. Tuendelea kusoma ndani ya Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa 9.
kuja kwa yule mwenye uasi na kwa mfano wa kutenda kwa shetani na uzao wote. Nataka kusoma ndani ya Ufunuo sura 12 kwamba joka anasimama pale, na hapo ndani ya Ufunuo 13 hapa inasemeka kuhusu mnyama, hiyo nguvu za mnyama. Nataka kumalizia, msijisumbue. Ufunuo 13 mstari wa 2, na yule nyama ambaye nilimona alikuwa mfano wa chui, miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha ufalme na mamlaka yake. Mnaona, hii ni sehemu ya mwisho ya wakati wa mwisho, sehemu ya mwisho ya wakati wa mwisho. Na hiyo mashetani angali na mamlaka yake, angali na kiti chake, anapatia mamlaka yake na nguvu zake kwa yule msimamizi wake hapa duniani. Iko na uwezo wake na nguvu zake za shetani nyuma yake, na hizo alama kubwa na alama za uongo zinafanyika. Ndio unaona, ndio malama makubwa nayo shakafanyika kwa namna ya kidini na ya kisiasa. Ajabu iliyo kubwa ni hiyo, ajabu iliyo ya kupona yule mnyama. Hiyo upanga ni neno la Mungu, na yeye alikuwa mkubwa wa hiyo utawala wa Roma. Ni nani? Inaomba kusoma ndani ya habari, na hiyo kidonda cha kukufa ikiweza kupona mbele ya macho yetu, na hii magawanyiko inapaswa kumalizika, na kisha tena uhusiano. Na hapo sasa kutakuwa mchungaji mmoja na kundi moja. Yesu Kristo ni mchungaji na taifa la Mungu ndiyo kondoo. Hiyo ni kweli, hiyo inapaswa kuwa hivyo. Kuna mchungaji mmoja, naye anasema kwamba mimi ni mchungaji mwema, natoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo. Aliyafanya, alitoa uzima wake kwa ajili ya kondoo zake. Kwa sababu gani? Ili ziweze kuwa na uzima, na ziweze kuwa na uzima kwa wingi. Ndiyo, ziweze kuwa na uzima kwa neema. Ningetaka niweze kuendelea na kusoma ndani ya Wathesalonike wa pili sura 2 mstari 10. Kwa udanganyifu wote wa uzalimu kwao wanaopotea, kwa sababu hawakupokea mapendo kwa kweli, wapate kuokolewa. Mstari wa 11. Na kwa maneno haya Mungu anawaletea nguvu ya upotevu hata uamini uongo. Mstari wa 12. Ili wahukumiwe wote wasioamini kweli, lakini walifurahi katika uzalimu. Wote wahukumiwe waliofurahia katika uzalimu. Mungu ni Mungu wa rehema katika wakati wote wa neema. Wakati muda wa neema utakapomalizika, hatakuwa tena mwokozi, lakini atakuwa muamuzi, mhukumu. Ndani ya ufalme wake, ndani ya ufalme wa miaka 1000 atakuwa mfalme. Yeye ni yote, lakini kila kitu cha kipekee kwa ajili ya kitu fulani cha kipekee na kazi ya kipekee. Na sasa yeye ni mwokozi, yeye ni mponyaji, yeye ni mkombozi, yeye ni mpatanishi, mtetezi, yote ambayo tunayohitaji kwa ajili ya wokovu wetu. Na kisha yeye kama vile bwana harusi atarudi kuchukua bibi harusi nyumbani. Yeye kama vile mfalme ataweka ufalme wake, na tutatawala pamoja naye sisi kama vile wafalme. Yeye kama vile mhukumu atatawala kwenye kiti, na mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Hatutaki kuingia katika maelezo mengi juu ya maneno haya. Kutakuwa hukumu fupi mbele ya kuwekwa mfalme ya miaka 1000, na kisha kutakuja hukumu ya mwisho mbele ya kiti cheupe, mbele ya kuwekwa kwa ufalme kwa umilele. Na wale wote ambao waliweza kuishi kwenye dunia hii wataweza kutoa ushuhuda mbele ya Mungu, na kaburi na bahari wote wataweza kutoa waliokufa ndani yake, na wale wote wataweza kuonekana na kuhukumiwa mbele yake. Yeye mhukumu. Ndani ya Ufunuo sura 20 mstari wa 11, mbingu itakimbia mbele yake. Tunaweza kuja leo kwake, atukimbie mbele yake, tunakuja kwake na tunakubali kweli ya neno kama vile alitoka kwa Mungu, na tunaacha
neno lake liweze kutimiza ndani mwetu, liweze kutumika ndani mwetu, ili uzima wa kiungu uweze kuonyesha uzima wa kiungu ndani mwetu, na tuweze kushikwa kwa hiyo uzima wa kiungu ndani mwetu kupitia Roho wa Mungu. Na hapo sasa macho yetu yaweze kupakaliwa na mioyo yetu iweze kuwa imefunguliwa, na shukurani iweze kupanda kwa Mungu wetu kwa yale ambayo aliyofanya kwa ajili yetu kwa neema. Tuseme kwa kumalizia, tumeingia katika sehemu ya mwisho ya wakati wa mwisho. Ndani ya hali yote, yale yote yaliyokuwa yametabiriwa kwa ajili ya wakati wetu inakamata sura yake ndani ya neno la unabii. Mtu wa mangamizi, mtoto wa kuangamia, mtu mchafu asiyeogopa Mungu, mtu mzalimu anapasha kuwa amekwisha kuonekana na ufunuo wake wa ujao, wakati mwili wake itageuka kuwa mwili wa nyama, au nafsi yake au moyo wake itakapogeuka kama vile moyo wa nyama, kama vile wakati wa Nebukadneza moyo wake ikakuwa kama vile moyo wa nyama. Lakini wakati ule atajua yanayofanya na itaweza kufika yale ambayo Mungu aliyomtarishia. Lakini sisi kama vile kanisa la Mungu, kanisa la Bwana, tuliweza kutambua kwamba sio tu mambo fulani yanayofanyika tu ndani ya hali ya kisiasa na ya kidini, lakini pia tuweza kutambua kwamba Mungu alitembea kwa rehema, ili tusiweze kushifurahisha tu kuweza kusema Bwana Bwana, na kisha tuweze kufuata njia zetu, lakini tuweze kuwa tayari kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa maana natuambia kwamba ndani ya Mathayo 7:21, Bwana wengi watakuja katika wakati ule wakisema, Bwana Bwana, hatukufanya hiki na kile. Walifanya mambo mengi, lakini hawakufanya yale ambayo Mungu alikuwa ametayarisha kwa wakati ambayo alikuwa akitayarisha. Ni kusema waweze kujiacha kukosolewa, waweze kuweka miguu yake kwenye hatua njema, waweze kufuata Bwana, waweze kumfuata katika hatua moja, na hiyo iweze kuonyeshwa katika wakati huu ndani ya neno la unabii. Tunashukuru Bwana Mungu wetu, sio kwamba tunastahili, ni neema ya Mungu kuona jinsi tunaweza kuona na kusikia yale ambayo Roho anaambia kanisa. Tunaweza kuona na kusikia yale ambayo inayokuwa ya lazima sana kwa wakati huu, na sio kuweza kufuata hiyo kundi kubwa kwenye njia pana inayoongoza mpaka mangamizi. Hatuna hitaji ya kuweza kujisumbua, kama vile tulisikia, kama vile siku ya Bwana ishaka kuja. Hapana, mbele ya siku ya Bwana Mungu alitaka atume nabii ambaye angepasha kurudisha mambo yote. Na sasa tuna wakati wa kushaacha kukosolewa, wa kushaacha kutufundishwe na kuweza kutuweka kwenye njia ya kunyoka, njia nyembamba, ili kisha siku ya wokovu. Na hapo ndipo sasa siku ya Bwana itakuja, nayo itawaka kama vile tanuru. Waovu watakuwa kama vile majani, siku itakayokuja kuwaunguza. Kwa kweli hatutaki kuingiza mambo mabaya katika mahubiri. Tunahitaji ili kusiweze kuwa hata shetani, kusiweze kuwa mwana wa mangamizi, kusiweze kuwa udanganyifu, kusiweze kuwa hii mambo yote inayokuwa hapa duniani. Ningeweza kusikia vizuri, nawaambia waziwazi, lakini ningeweza kujisikia vizuri tu kama ninaweza kutoka kwenye dunia hii na ninaweza kuwa karibu ya Bwana milele. Hapa kwenye dunia hii mambo mengi haitupendezi, lakini tuweze kuacha yote katika mikono ya Mungu, kwa maana yeye anaruhusu mambo yote iweze kufika, na yeye anapaswa kufika, na kwa mwisho ushindi wa Mungu wetu utaonekana, na ushindi wake ndiyo ushindi wetu. Alishinda kifo ili kifo kisiweze kutushika na kuharibisha. Mbele kifo ilikuwa kikamata wote, lakini huko Golgotha mfalme akameza kifo. Mfalme wa salama akameza kifo. Kifo, ushindi wako uko wapi? Kuzimu, uwezo wako uko wapi? Mungu alimeza, Yesu alimeza kifo. Mungu ashukuriwe sana. Yesu alisema ndani ya Yohana sura 1,
Yule anayeniamini ataishi hata kama akikufa. Yohana 11:25. Hata kama mtu akikufa, hata kama tukikufa katika mwili huu wa dunia, tutaweza kutoka katika wakati kuingia katika umilele ndani ya utukufu. Hili ni neno la Mungu, na kisha utaweza kuwa umesinzia tu hapa, lakini utaamka kwa upande mwingine. Mungu abariki neno lake ambalo tulipatia leo, liweze kutugusa kwenye kilindi cha nafsi yetu, na liweze kutuelewesha kwamba neno la Mungu aliambia ukwetu kwa ajili ya kutushambulia, lakini natujia kwa ajili ya kutuonya, kwa ajili ya kutuangazia, kwa ajili ya kutufundisha, kwa ajili ya kutuelesha mambo ambayo iliyokuwa lazima sasa. Na ninakubalishwa kwamba Mungu ametusaidia, ni kusema kwa siku ya wokovu alitufunulia neno lake na mapenzi yake, naye ataendelea kujionyesha, atajijulisha na atashuhudia neno lake. Kwake yeye Mungu mweza yote apewe shukurani, utukufu, sifa na mabudu sasa na hata milele na milele. Amina, amina. Tusimame na tushukuru Bwana pamoja. Mwana kondoo wa Mungu wa damani, tunakuja kwako tukiwa na mikono inayonyoshwa. Tukamate kwa mkono kama vile ulivyokamata kwa mkono yule mwanaume kipofu. Ulimuongoza nje ya mji, nje ya lango, na huku ukatimiza ajabu ya kwanza, na kisha ukaifanya tena, ili hayo yaweze kuwa wazi sana, na ili aweze kuona kwa namna iliyo wazi. Bwana mpendwa, fanya tena hivyo katikati yetu. Gusa tena mioyo, tikisa tena ingine mara moja mbingu na dunia, kama vile inavyoandikwa ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya. Tena ingine mara moja, o Mungu, ili yote inayoweza kutikiswa iweze kutikiswa. Bwana mpendwa, acha wote wanaosikia neno lako waweze kuelewa waziwazi kwamba hatupingane na dini au kupingana na watu ambao walio sehemu ya dini hiyo, kwa maana wote walipotea, nasi pia tulikuwa pasipo wewe. Tulikuwa tumepotea kama vile kondoo zisizokuwa na mchungaji, tulikuwa tumepotea. Bwana mpendwa, acha watu waelewe kwamba hapa inahusu hiyo, inahusu mitumikio iliyolainiwa, mahali ambapo wanapozungumza mahali fulani kuhusu Mungu, wanazungumza kuhusu njia ya Mungu, lakini njia ya kwenda kwa mbingu inakuwa giza kwa kiwango watu hawezi kuiona na kumfuata. Oh Bwana, acha tena ngivana moja uweze kuhurumia kwa rehema yako yote ya kiungu, na uweze kuvika kanisa lako, watumwa wako. Fanya kuwa moto, fanya wao kuwa moto wa kiungu, wao ndimi za moto. Oh Bwana, tukamate, tuweze kutembea katika nguvu zako, na tuweze kutangaza neno lako, na uweze kuwa pamoja nasi, na acha macho ya wengi yaweze kufunguliwa na waweze kusaidiwa. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani, kwa ajili ya upako takatifu ya Roho Mtakatifu wako, ambayo macho yetu ya kiroho yaweze kupakaliwa ndani ili tuweze kuona. Bwana mpendwa, ninakuletea wale wote ambao walio hapa leo na ambao walio na hitaji, ikiwa juu ya wokovu, ufungulivu, uponyaji au hitaji nyingine yoyote au maombi nyingine yoyote, sote pamoja tunakuja kwako. Ulileta ushindi wa utukufu hapo Golgotha. Amina, haleluya. Ulishinda kifo, ulishinda kuzimu, ukakamata funguo ya kifo na kuzimu, na ukafufuka, ukawa mshindi juu ya kifo, ukatoka katikati ya wafu siku ya tatu. Wewe ni hai, nasi tutaishi pamoja na wewe milele.
utarudi hapa karibu, ili uweze kuchukua pamoja na wewe, tutayarishe kwanza kwa ajili ya kazi ambayo inayotungoja, na kisha kwa ajili ya kurudi kwako. Ushukuriwe kwa ajili ya nguvu za damu yako ambayo iliyo mwanga inayotuzungumzia tena leo, inayozungumza tena leo kwa ajili yetu, kwa ajili ya nguvu ya neno lako, kwa ajili ya Roho Mtakatifu wako. Ushukuriwe kwa moyo wote, kwa sababu unashoesha kama vile yule aliye hai. Ninakushukuru, uliokoa, ulifungua, uliponya. Tunakuamini juu ya neno lako, tunaamini kama vile andiko linavyosema, na itaonekana waziwazi kwamba tulikuamini na kwamba tulikutumainia. Kwa jina lako wewe Mungu mweza yote na mtakatifu na mwaminifu, upewe utukufu na mabudu sasa na hata milele na milele. Haleluya, amina.